Kwingineko ni kwamba mpiga picha wa runinga ya KTN Rashid Mukoya Idi amezikwa mchana wa leo kulingana na kanuni za dini ya Kiislamu. Mazishi yake yamefanyika nyumbani kwao Malakisi kwenye kaunti ya Bungoma, ambapo jamaa na marafiki wamemtaja kama mtu mstaarabu na nguzo muhimu katika familia yake. Winfrey Owino anaangazia safari ya mwisho ya Rashid katika taarifa ifuatayo. Usiku wa tarehe 25 Disemba, tasnia ya wanahabari nchini ilipokea taarifa za tanzia kufuatia kifo cha mpiga picha maarufu wa KTN Rashid Mukoya Idi, ambaye aliaga dunia akipokea matibabu katika hospitali moja eneo la Ngong baada ya kuugua kwa muda mfupi. Ijumaa tarehe 26, ndugu, jamaa na marafiki wa Rashid walijumuika katika msikiti wa Salama katika eneo la Kibra kwa ibada ya maiti kabla ya mwili kusafirishwa hadi Bungoma kwa mazishi. Usiku wa Ijumaa tarehe 26 Disemba, mwili wa Rashid uliwasili nyumbani kwao Malakisi katika kaunti ya Bungoma, tayari kwa safari yake ya mwisho adhuhuri ya Jumamosi kupitia tamaduni za mazishi ya dini ya Kiislamu. Ametajwa hapa alikuwa ni mtu mungwana. Kwa hivyo mimi nasikitika, baba yake kapoteza mwanawe. Mtu akizaa mtoto siku zote anakuwa na matumaini kwamba mtoto wangu kesho ya siku atanisaidia. Nyumbani kwa kina Rashid, biwi la simanzi lilitanda, huku jamaa, marafiki na majirani wakifika na kuomboleza pamoja na familia yake ya karibu na kumuaga kwa mara ya mwisho Rashid, wote wakimtaja mwenda zake kama mtu mtulivu, mwenye heshima na aliyependa kazi yake. Singewahi dhani katika afya aliyokuwa nayo tungeweza kumpoteza. Mwenyezi Mungu apate kuwafariji, kwa maana Rashid alikuwa mtu mungwana sana. Kwa watu wangwana ambao tumefanya nao kazi, yeye atahesabika miongoni mwao. Naweza sema alikuwa jamaa mpole, mnyenyekevu, mwenye hana ubishi. Kwa sababu tulikuwa tumegawa shifts. Kuna group inafanya from 22nd mpaka 28th ambapo ni kesho, alafu wengine waingie 29th mpaka 4th. So Rashid nitakana sasa yeye asimamie kikundi ambacho tutakana ianze 29th mpaka 4th. Jamaa wa karibu wa kiume wa Rashid waliofika kwenye eneo la mazishi wamemtaja kama mtu mstaarabu, mpenda amani na nguzo muhimu katika familia, aliyewaleta pamoja mara kwa mara. Kwa hivyo tunashukuru Allah. Sitasema neno mbaya. Amerogwa, alikuwa anafanywa nini? Hapana. He was always composed, disciplined, patient and caring. He was always composed because even in a crisis he's always ako chill tu, ana mambo mingi. Ako tu sawa, mkipani kapo nini yeye anafikiria kenye anafaa kufanya na hizo vitu zote. Ako disciplined because yeye kila asubuhi huwa anaamka, anatembea miles away kwenda bus station na tuko na gari. Hiyo CT scan alifanywa asubuhi yake na ikaonekana kwamba alikuwa na high blood pressure ambayo iliweza mshipa iliweza kupast katika ubongo wake. Rashid amekuwa mwanahabari kwa takriban miongo miwili, ambapo amefanya kazi na shirika la The Standard kwenye runinga ya KTN kwa miaka 12, kipindi ambacho aliwahi kushinda tuzo ya CNN Multi Choice mwaka 2016. I want to say that I'm really honored to have this award and I'm so grateful. Hapa KTN tutaukosa sana uongozi na ujuzi wa Rashid, ambaye alikuwa rafiki wa wengi. Mungu na ailaze roho yake mahala pema peponi. Winfrey Owino, KTN. Naam, hapa KTN tunaendelea kuomboleza na familia ya Rashid, lakini pia tukimwomba Mungu azidi kuifariji familia hiyo katika kipindi hiki kigumu. Naam, tusonge mbele. Upinzani mpya umeibuka dhidi ya wito wa kurekebisha katiba